miaka 14 ya huduma kwa watu leo na kusema hey, nimekosea, lakini naweza kukuonyesha mwelekeo sahihi, upande wa dira wa kugeukia. Unajua, yani ningependa kwamba hilo lingekuwa na uzito fulani. Unajua, kama vile leo ndio siku ya kubadilisha mwelekeo wa dira. Na unajua, jambo lingine la kuvutia pia ni kwamba inaonekana hadi naamini ilikuwa muda mfupi baada ya ufalme wa milenia kuanza ndipo dira ilivumbuliwa. Kwa hiyo inaonekana kaskazini ya sumaku sasa hivi, ninaweka tu hili hapo nje, chukulia tu kama uvumi kwa sasa, ni kwamba inaonekana hakukuwa na nguvu ya sumaku kaskazini kama hiyo hadi baada ya ufalme wa milenia. Kwa hiyo hilo ni la kuvutia, unajua, kwa sababu enzi za kale walitumia mwelekeo. Unajua, jua linachomoza mashariki, linazama magharibi, watu walijua kaskazini na kusini. Yaani, kama ndivyo ilivyokuwa, hilo linaongeza uzito mkubwa kwa Rupes Nigra na mwamba mweusi na ile ardhi kubwa kwenye ncha ya kaskazini na yote yaliyotokea kwenye ufalme wa milenia. Kuna taarifa nzito sana, taarifa muhimu sana ambayo tunapaswa kuzingatia. Lakini unajua, sheria inatoka Sayuni. Mataifa yote yanatembea katika mwanga wake. Nawaambia, kama nilivyosema hapo awali, nimejadili hili kuhusu jiwe kuu la pembeni, jiwe kuu la kilele, na mnajua kwamba Yerusalemu mpya, urefu, upana na kimo vyake ni sawa. Inaweza kuwa mche mraba au piramidi. Yaani, jamani, mimi sijui ni taarifa gani zaidi naweza kuweka kwenye hizi slide ambazo nimeonyesha. Yaani, sijui kabisa ni kitu gani kingine naweza kuwapa zaidi ya hiki, lakini kile naweza kukuambia hapa mbele yako sasa hivi, na unajua hili ninachokuambia sasa hivi si uongo, tunatazamwa. Kuna uchambuzi wa sura na kamera za vlogs zinawekwa kila kona. Unaangalia, kama uliangalia utangulizi wa matangazo ya moja kwa moja leo, ambao sasa ndio utangulizi wa chaneli yangu, yani umeona mambo yote ambayo nimewaonya watu yanakuja kuhusu UFO. Unajua, kundi la utafiti la C4 walisema kwamba kila mara watu walipopata pepo au kutekwa na viumbe wa ajabu walilia kwa masia na ilikoma mara moja. Kwa hiyo inaonyesha ni mapepo. Hii iko mbele yetu tu, utawala mpya wa dunia. Yani upelelezi wote huu uko hapo mbele yetu. Unajua, wameazimia kabisa kukuletea vita vya nyuklia, iwe unaamini vita vya nyuklia au la, au mashambulizi ya moto, yani mabomu ya nyuklia, kama vile walivyofanya Hiroshima na Nagasaki na kuwachoma kwa moto. Yani vile walivyotaka kuangalia mtazamo wako kuhusu silaha za nyuklia. Yani mabadiliko ya kiuchumi na jamii isiyo na pesa taslimu, mradi Bluebeam ambao nahisi kabisa utajaribu kuwafanya watu waamini wanaona wageni kutoka anga za mbali kwenye kile kinachoitwa New Jerusalem. Watataka kuanzisha kitu cha uongo, kwa hiyo itakuwa kama ile filamu ya Independence Day, kwa sababu wanahitaji hivyo ili siku ukiona New Jerusalem ya kweli watataka kupigana. Sawa? Ni rahisi sana, sawa? Na kwa kusema hivyo, nataka kufanya kitu haraka tu. Nataka kuwaonyesha outro mpya ya channel. Itaicheza tena baada ya maoni na kuimaliza, lakini kama bonus kidogo, nataka kuwaonyesha outro mpya ya channel ambayo inafanyia kazi na inahitaji kuhaririwa kidogo zaidi, halafu itaonyesha inavyoingia kwenye ufalme mpya. Na hii ni rasimu tu, lakini leo tutaburudika nayo kidogo mwishoni mwa hii, na natumai uwasilishaji huu umewasaidia wote. Alafu sasa itaenda kupitia maoni yote kwa sababu yamefika mamia. Kwa hiyo nitapitia hayo hapa muda mfupi ujao. Lakini angalia hii outro na mnaweza kutoa maoni yenu na kuona mnavyofikiria. Kwa nilidhani hii itakuwa ya kuinua moyo. Niliichezea mke wangu na binti yangu, na binti yangu aliitazama tena na tena.
Kwa hiyo nilikuwa nawaza kuhusu ile wimbo, nadhani The Day wanaimba The Mountain of Yah, na nilifikiri hiyo ni nzuri sana. Unajua yule jamaa anayepandisha bendera pale juu ya mlima akimheshimu Baba. Lakini anyway, hiyo ndiyo ninayofikiria nitafanya kama sehemu ya mwisho kwenye channel, na labda itakuwa na mimi na maandalizi ya deluge au chochote pale mwisho, na najua huenda hiyo isiwavutie watu wengi, lakini hayo ndiyo mambo nimekuwa nikifanya nyuma na pazia kwa muda mrefu, kwa sababu najua watu hawajaona uso wangu kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilitaka tu mjue kwamba niko hai na niko salama, na hayo ndiyo mambo yanayoendelea. Kwa hayo yote jamani, kwa wale wanaotazama, hiyo ndiyo mwisho wa uwasilishaji. Mabadiliko ya mafundisho ya eskatolojia na sababu ya kufika nilipo sasa. Na natumai kwamba hiyo itakuwa msaada kwako na baraka. Na kwa wale ambao wataondoka kwenye jengo sasa hivi kabla sijafika mwisho mwingine, natumai tu kwamba Masia Baruch ataweza kuwaweka salama na kuwafanya uso wake uangaze juu yenu, awaonyeshe kibali na kuwapa amani marafiki zangu, kwa jina la Yahushua. Sawa basi jamani, kwa hayo yote, maana nafikiri naweza kuondoa hizi jumbe baadaye ili watu wasiangalie hadi mwisho kabisa. Sijui, nitaziacha tu hizo jumbe. Hebu tuone. Uliza mwingine anayeamini hivi, ama ni block, hakuna majibu. Basi natumai hiyo imekujibu maswali yako sasa. Shalom ndugu. Baraka kwako na kwa wako. Siwezi kusubiri, tayari najua utakachosema na inanipa msisimko. Poa sala. Shalom. Na wewe pia. Ufalme wa Yahuwa uko wapi hapa duniani? Hautawahi kuharibiwa. Umeshawahi kusoma kitabu cha Mihuri 7? Sidhani kama nimeshawahi. Angalia hizo chaneli. Natamani wasikublock ukianza kuwauliza maswali. Utawala wa miaka 1000 umeshatimia. Hii kweli kabisa ni msimu mfupi ya shetani. Tuko karibu kufika mwisho wa enzi. Ndiyo kabisa. Tuone. Calvin Druis, uko sahihi kabisa. Baraka kwako. Tuole. Hey Calvin, asante kwa kuwa mwanachama mpya. Mtu alisema bingo. Basi nadhani hii ni, nafurahi sana kukuona umefikia maarifa haya ndugu yangu. Nakutakia upendo mwingi. Shalom. Napenda kuona watu wema wanaamka kutoka usingizini. Tuko kwenye msimu mdogo. Inatoa maelezo ya kimantiki kwa dunia ya ajabu tunayokutana nayo kila siku, ikiwemo miaka 2000 tangu Masihi au tangu Kristo. Ndiyo, mimi hiyo ndiyo imenitatiza kwa muda mrefu sana. Niko kama, tafadhali naomba hiki kitu kifikie mwisho wake. Na unajua kama sasa hivi ni wazi kabisa kinachoendelea. Kila kitu kilicho gizani kitafichuliwa, kitawekwa wazi. Ndiyo, ni kweli. Kama hatuwezi kuamini hata neno moja kutoka kwa sayansi, elimu, siasa, na mambo haya yote yanatokea hapo baada ya msimu mdogo wa shetani, au samahani, baada ya utawala wa milenia. Unaona, mambo haya yote yanaanza kujitokeza, taarifa za uongo kila mahali. Kwa nini tuamini chochote walichosema kilitokea kande zilizopita? Si mimi kabisa. Lazima niseme, unajua, niko pamoja na wewe kabisa. Nimeshapitia huko, nimefanya hayo. Hata hivyo, napenda kile unachosema sasa hivi, kwa sababu kwangu kinaonekana kama mtazamo wa msimu mdogo. Nadhani nitapata lawama kutoka kwa jamii ya wanaoamini mambo ya baadaye. Ninaweza kabisa kuhisi inakuja. Sijawahi kabisa kuwa na mazungumzo na kaka au dada hata mmoja karibu kabisa. Hili limekuwa siri kwa muda mrefu, na leo nilihisi kama nitaachia mabomu, basi tuachie makombora makubwa na tuone moshi utatulia wapi. Basi tuone. Tunajua kwamba Ufunuo haukuandikwa mwaka wa 95 BK, bali kabla ya kuanguka kwa Yerusalemu, kwa sababu kanisa limekuwa likisisitiza vinginevyo kila wakati. Kwa hiyo bila shaka ni uongo kama mafundisho mengine yote. Ndiyo, hakika. Disclosure Day, hiyo ndio ilikuwa filamu jamani ya Spielberg kabisa. Asante kwa hilo. Asante sana por hilo. Jamani, kama mna maoni au maswali, endeleeni kuyaandika chini, kwa sababu nipo takriban nusu ya njia kwenye kusoma maoni ya live stream sasa hivi. Mimi tu, watu wengi wanaonyesha tu support, na hilo ni jambo zuri na yote, lakini mimi nataka tu kuhakikisha na kujibu maswali. Na washukuru. Nyinyi mnaonyesha, kwa sababu viongozi wa dunia wanaabudu miungu ya Wasumeri. Ndiyo. Sasa, ni akina nani waliochaguliwa? Hilo lilikuwa swali zuri sana.
Kwa hiyo wengi wao ambao unaweza kuwaona walikuwa waumini wa mwanzo kabisa, na wale waliouawa kwa ajili ya imani, hao ndio walifufuliwa. Tunaweza kuingia kwenye hagiografia ambazo pia zinathibitisha mambo mengi ya hayo baadaye, lakini sikutaka kufanya mambo hayo yote mara moja mwanzoni kabisa, kwa sababu kama nilitaka niende kwenye neno pekee, kwa sababu Yohana na Masia ndio walikuwa mabadiliko makubwa kwangu. Kama vile nilifika kwenye msimu mdogo kwa sababu ya neno. Nilihitaji tu kuhakikisha kwamba vitabu vya historia vinaongopa, kwa sababu maneno ya Yohana na Masia yanathibitisha kile kilichotokea. Shida ni kwamba tarehe ambazo watu walitoa zilikuwa uongo, na hiyo ndiyo shida. Na unajua wateule wa leo waziwazi, unajua inasema kwamba hata kama ingewezekana kuwaokoa wateule kabisa. Naam, nafikiri unajua, yani fikiria hilo jamani. Nimekuwa nikiendesha huduma kwa miaka 14 na karibu nilidanganywa. Na jambo ni kwamba sasa sikudanganywa kwa sababu ya kiburi au majivuno. Nilidanganywa kwa sababu nilidanganywa na taarifa ambazo nilitegemea, na sikuchukua muda wa kutosha kuchunguza hilo, kwa sababu nilifikiri hakika hiyo angalau ni sahihi. Unajua, na sikupaswa kumwamini mtu yoyote kabisa. Kwa sasa nawaambia, kama unafikiri nina imani yoyote na kitu chochote kilichoandikwa tena maishani isipokuwa neno pekee, nitachimba hadi chini kabisa ya msingi wa kila kitu. Hebu tuone. Wana macho kama ya chura, nimegundua kabisa. Ndiyo, hata kwa mapepo pia. Hiyo ni habari kubwa. Nimefurahi kujiunga. Unasifiwa daima. Asante mtakatifu. Yote yatafanyika huku kundi la MAG likitawala. Mio ndio aliendelea kabisa. Masia alitimiza ahadi yake ya kurudi. Baadaye ni yetu kusimulia kabisa. Ndio, na tuone. Sawa basi, watu wengine wanasema tarumbeta bado haijapigwa. Sawa, mtu anasema Nero ndiye mpinga Kristo mkuu. Sio mpinga Kristo, sio yule halisi. Sawa basi, ngoja nikuambie, kama yeye si yule mtu wa dhambi halisi, basi siku huyo jamaa atatokea, tutakuwa na habari mbaya, kwa sababu huyo jamaa alikuwa zaidi ya wajabu. Tuone basi. Wacha nione hapa. Tuone basi. Nisikilize kwanza tafadhali. Mambo yanachacha. Tuna watu wanabishana kuhusu Trump kuwa mpinga Kristo. Ninashuka chini hapa. Watu kweli walikuwa na mazungumzo. Nashukuru sikuvurugwa na hii wakati nilikuwa naonyesha hii. Sawa, nimeshaishiriki. Asanteni kwa kushiriki maudhui haya. Na kila mtu amina kwa kichwa cha video hii, kila mtu afanye utafiti wake mwenyewe kuhusu hili. Hebu tuone, tuko na nini hapa? Wayahudi bandia siku hizi. Jamani, bora siwezi. Na wale wazee peke yao walikuwa na wakati wao maalum wa kukaa na ule mjadala kuhusu mada ya dunia kuwa tambarale pale. Hiyo ni poa sana. Hebu basi tuangalie kwa makini. Twende. Samahani watu, karibu nimalize kufika mahali tulipo sasa. Kulikuwa na mengi. Nadhani huu ndio mtiririko wa moja kwa moja uliopata maoni mengi zaidi niliyowahi kutengeneza. Jamani, hapa tuone basi. Hiyo itakuwa kali. Dira inaonyesha nyumbani kabisa. Hiyo ni kweli. Mike McKenzie, hiyo ni maoni mazuri sana. Dira inaonyesha nyumbani. Nitaandika hiyo chini bro. Hiyo itakuwa video kali sana inayokuja. Dira inaonyesha nyumbani. Lazima niweke lebo hiyo. Nawapenda sana nyinyi watu. Kila mara nafurahia. Hii ndio sababu watakatifu wanapaswa kabisa kukutana na kuzungumza. Tuone basi. Jitahidini kuingia kupitia mlango mwembamba, maana wengi nawaambia watajaribu lakini hawataweza kabisa. Hiyo ni nzuri Calvin. Pia kuzungumza nadhani unazungumza na mtu mwingine, lakini kutoka kwa pili kutatokea mwishoni mwa kipindi kifupi. Tutaenda Yerusalemu mpya. Ndiyo, naweza kabisa kuona hali ya kutoka kwa pili inaanza kueleweka zaidi sasa, kwa sababu ya mwanga unaongezeka. Inakuwa tuone hapa.
Nilianza kuchunguza nyakati miaka michache iliyopita, magofu ya miji ya kale, na hii inaendana na ufunuo wa Eliya. Biblia ya Geneva pia ilisema kuja kwa pili tayari kumetokea. Sasa lazima niwaambie, sijafika wazi kwenye hatua hiyo ya ushairi kwenu. Hiyo Biblia ya Geneva nimeanza tu kuifungua. Nimeifungua tu kabisa ili kuanza kuchimba baadhi ya mambo, na bila shaka imethibitisha mjadala wa Tataria moja kwa moja tangu mwanzo. Kazi nzuri sana bro, nakushukuru sana. Tuone basi, tunaweza kulizungumzia hilo baadaye. Andika hiyo chini. Hebu tuone. End Days Prepper, naweza kukutumia baadhi ya nakala za hagiografia nilizonazo. Ningependa mtu yoyote mwenye hagiografia anitumie tafadhali. Najaribu kupitia hizo. Nina nyingi ambazo natamani kushiriki. Hebu nione hapa. Sawa basi. Ndio, nimefika mwisho wa hiyo. Kwa hiyo, ndio jamani, bado kuna utafiti mwingi wa kuweka wazi. Yaani, labda nimetumia, sijui ni masaa mangapi nimetumia kwenye hiyo. Yaani, ni tarakimu mbili, labda nimetumia kama masaa 20, sijui, labda 20 au 30 kwenye hiyo wasilisho pekee, kwenye masomo, nyaraka, kuandika masomo, nyaraka, kuandika na kuhariri. Yaani, ni mengi sana. Kwa hiyo, unajua, kwa kusema hivyo, ninaendelea kabisa kufanya kazi hii. Hii bila shaka ndio itakuwa mwelekeo wa chaneli hii kwa muda mrefu ujao. Kwa hiyo maandalizi na majadiliano kidogo kuhusu msimu ndio yatakuwa mustakabali wa chaneli hii ya End Days Prepper. Kwa hiyo jamani, kama kuna mtu yeyote ana maswali zaidi, nitabaki hapa kwa dakika chache tu. Na wakati nafanya hivyo, nataka kujibu hilo. Hilo ni swali zuri sana. Luka, je, itikadi ya msimu mdogo inategemea kabisa maneno ya Yosefu kuwa ya kweli? Itakuwaje kama maelezo yake yakithibitishwa kuwa si sahihi? Sawa, basi hivi ndivyo ilivyo. Ukweli ni kwamba mambo ambayo kama tuseme tu mambo yote aliyoyaandika, sawa, tuchukulie tu kwamba tunamtoa Yosefu kwenye mjadala. Namna ninavyoangalia ni kwamba nyaraka za kihistoria kuhusu uharibifu, akiolojia na kadhalika vilitokea. Halafu kuna maelezo ambayo Yohana aliandika, na ukiangalia nje ya hayo, na ukiangalia, ndio maana nimekuwa nikishiriki haya sehemu nyingi pia, kama vile ukiangalia yale makanisa 7 ambayo Yohana aliwaandikia, sasa hivi yalizikwa, yaliharibiwa. Sawa, ulimwengu wa zamani, ulimwengu uliokuwa ukijulikana wakati huo, sivyo? Miji yote hii mikubwa, miji hii mikumba, yani fikiria hilo. Ile moja ilikuwa kiti cha Shetani. Unajua, ni ajabu kufikiria kwamba yote hayo yaliangamizwa, na pia kuna ushahidi wa kiolojia kwamba kulikuwa na uharibifu kamili na kutisha wa Roma kote katika dola ya Kirumi. Unajua, kama vile kile ningependelea kufanya ni hebu tusiseme, nataka kuwa makini na maneno yangu hapa, lakini tusikatae Josephus, na pia tusiseme Josephus ni sahihi. Tuseme tu kwamba ni kipande kimoja kati ya vipande vingi vya fumbo hili la ushahidi wote wa arkeolojia, ushahidi wote wa kihistoria. Na ukiangalia, hata ukimtoa yeye kwenye hiyo picha, kuna kitu kikubwa sana kilitokea ndugu. Yaani, kuna kitu kibaya sana kabisa kilitokea. Na inaonyesha pia kwamba kile kinachokuja sasa kinaeleweka zaidi kuliko hapo awali, kwa sababu nafikiri uthibitisho wa mambo ya nyuma kwa yale ya mbele ni jinsi mambo yalivyoharibika sasa. Inafanya iwe rahisi kuelewa kwa nini mambo haya yanatokea, kwa sababu ni njia bora kabisa ya kuficha asili ya mambo. Na ninachomaanisha ni kwamba hapa ukirudisha hii haraka kidogo, ngoja niweke hii hapa, ni kwamba kama nilivyokuwa nikiongea awali leo asubuhi, samahani sana jamani. Haya, sasa imekaa sawa. Ni kwamba huu ndio ujanja mkubwa zaidi ambao umewahi kufanya hadi sasa kuhakikisha kwamba ufalme wa milenia umefichwa. Majengo yamepotea, historia zimepotea, historia za kibibilia zimepotea. Kila kitu kimepotea. Yani kabisa. Yani kama unataka kuficha uhalifu, unafanya hivi. Yani sikiliza, mtu, mahali, kitu, muda. Unaelewa?
kama unataka kuficha uhalifu, huna mwili, huna silaha, huna mashahidi. Sinyali kilichotokea. Kuna mwili wa marehemu umelala pale, lakini hakuna kilichotokea. Yani hiyo ndiyo CSI. Kwa hiyo ukichukua mtazamo wa uchunguzi wa eneo la uhalifu na uweke hapa, kama vile mke wangu alivyosomea, unajua kazi ya polisi, na kila ukitazama vile wanavyofundisha watu kuwa wachunguzi wa eneo la uhalifu na mambo yote hayo, sivyo? Sasa ukiangalia jinsi wanavyovunja mambo haya, hicho ndicho hasa kinachoendelea sasa hivi, kwamba tunashughulika na mhalifu. Kwa hiyo unafanya mambo ya kupotosha na kuficha ukweli. Kwa hiyo sio tu unaficha kilichokuwa, lakini pia unapitia na unaficha kile kitakachokuja, ili pale kitakapofichuliwa, wewe utakuwa tu umepotea kabisa, hutakishughulikia, kwa sababu nawaambia jamani, natumai nitaingia katika ufalme mpya, na natumai nitaweza kuangalia nyuma na kusema I say, nilikuwa sahihi, maana wakati ule ufalme mpya utakaposhuka, watasema hiyo ni UFO, lazima tuiharibu. Nitashangaa kweli. Ilikuwa ufalme mpya. Fikiria piramid na jicho linaloona yote kwenye noti ya dola. Vitu hivyo vyote kutoka Illuminati na Freemason, mambo yote hayo. Yani kuna huu mtazamo mzima ambao umesukumwa kwamba ni wovu. Kwa hiyo wakiona hivyo, unajua hapo ndipo watu watashikwa na butwaa kabisa. Na kwa kweli nahisi kwamba kwa ushahidi wote mkubwa na wawazi ambao tunaona mbele yetu sasa hivi kwamba unajua watajaribu kufanya itokee. Na sio tu hivyo, kama nilivyosema awali kwenye kipindi, huenda wakajaribu kurudia yale yaliyotokea zamani ili kuwachanganya watu. Yani hiyo ni mbinu kali sana. Yani kwa kweli kama tunacheza mchezo wa karata fulani, unajua ule ambao una karata maalumu na vitu kama hivyo. Yani hiyo ni mbinu nzuri sana kutumia, kwa sababu samahani jamani, wacha nirekebishe hiyo taa pale juu. Samahani, ni sekunde moja tu. Naanza kuchanganyikiwa sasa kwa kuwa wasilishaji umeisha. Sawa, sasa tuko vizuri. Taa zaidi kidogo. Ukifanya hivyo, hiyo ni njia nzuri ya kuwachanganya watu wasiweze kufuatilia uwindaji, unajua, kuwazuia kufuatilia uwindaji. Kwa hiyo kuna hiyo, na ni ajabu kukuona hapa pia. Ndio, tumefikia uelewa tofauti hapa. Na sasa hii inamaanisha nini? Kinachotokea sasa na baadaye kimeshafanyika, kwa sababu tunarudia mambo yale yale. Mhubiri 3:15. Asante kaka, natarajia kuona video zako zote kabisa. Upendo mwingi kwako kaka. Na kwa hivyo na mnajua jamani, nitawaambia, nitamtendea kaka yangu wa mtazamo wa baadaye kwa wema na upendo ule ule niliokuwa nikiwafanyia wale watu wa msimu mdogo wa shetani kabla sijafikia uelewa huu, kwa sababu kama umeona maudhui yangu ya awali, huenda nikaacha maudhui yangu yote ya awali. Nitaweka tu alama kwamba unajua, kama vile kuelewa tarumbeta 7 za Ufunuo, kwamba sioni tena jambo hilo kwa mtazamo ule ule, kwa sababu nataka iwe ushuhuda wa mahali nilipobadilisha mtazamo wangu. Na kama ukifikiria kuhusu hilo, watu pekee ambao nimewahi kubishana nao sana ni wale wanaoamini unyakuo kabla ya dhiki kuu. Na hawa watu jamani, nikitazama sasa kwa mtazamo ulio na uzoefu kidogo na uelewa, kwa kweli kabisa sijui kama hawa watu watawahi kuelewana, lakini ninatumai macho yao yatafunguka, kwa sababu hili kwangu sasa hivi ni jambo la kufungua macho kabisa. Lakini hapa sasa, hebu tuone. Ndiyo kabisa ndugu, aliye juu zaidi Abru anaweza kulinda, na hilo ni jambo kubwa sana la kufikiria. Na ngoja nikwambie, ilinichukua mwaka mzima, na mnafahamu mimi huchakata mambo haraka. Ilinichukua mwaka mzima kuchimba kwa undani hili, kufika mwisho wake katika viwango vingi, kwa sababu limefichwa tu, na lazima uchimbe, ulinganishe, uchimbe tena, ulinganishe tena, upate hiki na kile. Na unajua ni kitu kingine kabisa. Lakini hebu nione. Kwa sasa anaposema iko karibu, inamaanisha itatokea. Ndio. Basi jamani, nitaondoka sasa. Tuko karibu kufikisha saa 2. Natumai imekuwa msaada kwako. Natarajia kukuona hapa kwenye chaneli. Kama bado hujapenda kushare au kusubscribe, tafadhali fanya hivyo. Kama unaweza kunisaidia hapa na pia kuwa mwanachama au kupitia Patreon au zote mbili, nitashukuru sana.
Kwa yeyote ambaye ni mwanachama anayeniunga mkono, tafadhali wasiliana nami bado kupitia 7trumpetsprepper@gmail.com. Kama unataka nakala ya uwasilishaji, nitahakikisha kuanzia sasa kwamba uwasilishaji wowote ninaweka pamoja utapatikana. Naweza kukutumia moja kwa moja hiyo kama shukrani kwa wanachama kwa kuniunga mkono, kwa sababu nyinyi ndio mnafadhili kazi hiyo, kwa hivyo ninawajibika kwenu. Basi jamani, kama kawaida, hadi tukutane tena. Natumai aliye juu zaidi Ablu ataweza kuwaweka salama, auangazie uso wake, awapatie kibali na awape shalom marafiki zangu, kwa jina la Yahushua.